Mie nilitakiwa leo kuja kuzungumzia swala la rasilimali watu, kutayarisha rasilimali watu. Na kutayarisha rasilimali watu inahusu kuwekeza katika elimu. Nimesema kwamba 2050 kutakuwa na ajira milioni 230, lakini hizi zote zinategemea watu wenye skill tunasema nini, wenye ujuzi wa masuala ya digital. Lakini unazipata vipi kama hatutawekeza kwenye elimu ya vijana wetu waweze kupata ujuzi huo wa kuweza kuzitumia hizo kazi? Lakini kwa hiyo nasema ni mchanganyiko wa vitu vingi ambavyo lazima tufanye. Lakini tunakwenda pia, zamani tulikuwa nafikiria tu internet katika mazingira ya kawaida. Sasa hivi kuna artificial intelligence. Sasa ndiyo habari ya mjini kwa lugha yetu. Sasa hivi artificial intelligence, kila kitu hicho sasa kinaumbwa katika mazingira hayo. Tukifanikiwa kwenye hilo, nayo ndio sasa mwelekeo wa dunia ya sasa. Tusichukue ile artificial intelligence ile yetu sisi ya mambo ya kipuuzi yale, unakwenda kuigiza sauti ya mtu unaingiza pale unasema ndio habari za ukweli. Ukweli tunazungumzia artificial intelligence kutumika kwa shughuli za maendeleo. Umeona kwenye panel pale wanazungumzia watu watumie artificial intelligence kuendeleza kilimo, artificial intelligence kwenye afya, artificial intelligence kwenye mambo ya engineering, kwenye mambo yote. Sasa ndio hayo mambo ambayo tumezungumzia hilo nalo, kwamba katika uwekezaji wetu kwenye elimu tusisahau, tutambue dunia ya leo inavyokwenda. Dunia ya leo sasa ya habari ya mjini ni artificial intelligence. Ni lazima na sisi tuende kule, tuone namna gani na sisi tafuta neno la Kiingereza tutakavyoiweza kuitumia kwa ajili ya kusukuma maendeleo yetu, kwa sababu sasa hivi ndio kilichokuwepo kitu kipya katika maendeleo sasa hivi ya dunia ya kidigitali imekwenda kwenye eneo hilo. Sasa sisi tukibaki tu na ile internet ile tu ama na ile tu nitumie hela na ya kutolea ni zaidi hapo. Sasa amekwenda zaidi kwamba hicho kitu hicho kidogo hicho, teknolojia imeadvance kwenye digital technology, imekwenda kwenye eneo hilo. Na sasa ndio nimekuwa nayakumbusha pale. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.